Habari ya uzima ndugu zangu, na wasalimu kwa jina kuu kuliko jina lote, jina la Mwenyezi Mungu, kwa mamlaka niliyopewa na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye swala la kusaidia jamii kwenye afya. Ngoja niende moja kwa moja kwenye point. Una maumivu ya viungo, joint pain. Umejaribu kila kitu, umejaribu kuangalia masuala ya calcium, vyakula vya calcium, umekula bamia sana, umekula kongolo, umepewa vitamin D, umepewa vyakula vyenye kuongeza uteute, ambao uteute unatokana na vitamin A, umekula vyakula kama hivyo bamia, makongolo, umejaribu kunywa dawa tofauti za asilia, umefanya mazoezi physiotherapy, lakini bado unaona matokeo, maumivu ya viungo yanauma. Saa nyingine unakuta ni kitu kidogo tu kirahisi, unakuta ni vitamin C ndio inahitajika mwilini kusolve joint pain au maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo unakuta kwenye maungio, hata unasikia maumivu, maungio maungio ya miguu, joint pain au maumivu kwenye maungio. Pia inasababishwa na mapungufu ya vitamin C ndani ya mwili. Kwa sababu vitamin C hii inahusika kujenga collagen. Collagen ni aina maalum ya protini ambayo hii inapatikana kwenye ukuta wa juu wa ngozi na ukuta wa ndani pia wa ngozi. Na pia hata kwenye mishipa ya damu pia collagen ipo pia, ambayo inajengwa na vitamin C collagen. Na kwenye collagen hata unazifahamu kama tendon, ligament pia na pamoja na cartilage zinajengwa pia kwa kutumia hii collagen. Na hii collagen nilivyowaambia jengwa kwa vitamin C. Na pia collagen inahusika katika viunganishi vya mwili au connective tissues. Collagen ipo katika viunganishi vya mwili kama kwenye cartilage, tendon, ligament. Pale maungio sehemu moja na nyingine zinaungana, connective tissues inahusika collagen, ambayo collagen inajengwa na vitamin C. Umeona? Kwa hiyo kutokana na maumivu pia mfupa na mwingine, katikati pale kuna vitu vingi, kuna cartilage, kuna viunganishi vingi ambavyo viunganishi hivyo vyote vinahitaji collagen. Kwa maana pia hata maumivu ya viungo ndani ya mwili inaweza kusababishwa kutokana na mapungufu ya vitamin C kuwa makubwa. Unasikia ndugu zangu? Na mapungufu ya vitamin C inasababisha mtu kupata uvimbe pia, na vitamin C ikiwepo ndani ya mwili inasaidia kupunguza uvimbe na maumivu ya mwili pia. Inatoa inflammation au maumivu ya mwili pamoja na uvimbe. Kwa hiyo mapungufu pia vitamin C unaweza kupata uvimbe mengi tunaweza kutokea kwenye mwili, hata maumivu ya aina tofauti unaweza kupata mwilini kutokana na mapungufu ya vitamin C. Na uhitaji wa vitamin C ndani ya mwili unakuwa mkubwa sana pale mtu anapokuwa na stress. Stress pia zinachangia mtu kupata vitamin C, kiwango cha vitamin C ndani ya mwili kushuka kwa kidogo. Kwa sababu vitamin C, ukiona stress, kinga ya mwili tunafahamu inashuka. Na kinga ya mwili inahitaji vitamin C pia kupambana na magonjwa maambukizi. Pia hata hii maambukizi, mtu akipata maambukizi au infection au mgonjwa akiwa anaumwa, pia vitamin C kiwango kinashuka sana, kwa sababu maambukizi kwanza ndani ya mwili kwenye seli hai nyeupe, ambazo seli hai nyeupe zinasaidia kupambana na maambukizi na magonjwa mbalimbali kwenye mwili. Seli hai nyeupe zimejaa vitamin C, si mchezo. Yaani seli nyeupe zinakusanya vitamin C, kwa sababu vitamin C inasaidia seli hai nyeupe kupambana na maambukizi. Kwa mtu mgonjwa anayeumwa, sio tunampelekea chips, kuku au wali maharage. Kumbuka kumpelekea vitamin C. Nitawatajia kiwango cha vitamin C kwa kila mtu, mwanaume, mwanamke, watu aina tofauti. Nitawatajia na aina ya vyakula. Baadhi ya video zangu zingine nimewatajia vyakula, yani nitawatajia hapa kidogo. Na pia watu ambao wanahitaji vitamin C pia zaidi ni watu ambao wametoka kufanya operation au surgery. Watu ambao wanatoka kufanya operation au surgery pia wanahitaji vitamin C. Kwa sababu vitamin C inasaidia kujenga connective tissue, viunganishi kwenye mwili. Nimwambia vitamin C inahusika kujenga viunganishi vyote kwenye mwili, connective tissues kama cartilage, tendon na ligament. Umeona? Kwa wao watu waliotoka kufanya operation, wao wanahitaji kupona haraka. Kwenye kupona haraka pale ile sehemu ya operation jifunge, inahitaji ukuta wa juu wa ngozi ambao ndo collagen. Inahusika kujenga hizi tendon, ligament na viunganishi vyote vya mwili. Kwa mtu mwenye kutoka kupiga operation anahitaji vitamin C za kutosha. Na vitamin C pia inahusika kwenye kusaidia kitu kinaitwa opioids. Opioids hii ndani ya mwili ipo kwa ajili ya kupunguza maumivu makali yote ndani ya mwili. Vitamin C ni msaidizi mkubwa wa opioids. Opioids ni compound, ni mfumo ndani ya mwili ambao ni compound inahitaji, au ipo pia hata drug pia.
Opioids inasaidia kutoa maumivu ndani ya mwili. Umeona, ni mfumo wa kutoa maumivu ndani ya mwili. Kwa hiyo ina maana ukiwa na vitamin C ndogo ndani ya mwili, ina maana uwezo wewe ukiwa na maumivu yako yanakuwa makali tofauti na mtu wa kawaida. Kwa sababu hauna opioids, ambayo opioids inajengwa na vitamin C, inasaidia kutoa maumivu kwenye mwili. Kwa maumivu yako yanaweza kuwa makali kwa sababu ya kupungua maumivu vitamin C ndani ya mwili kuwa ndogo. Pia vitamin C ndani ya mwili unakuta haifyonzwi vizuri. Wengine wanaweza kuwa wanakula vizuri vitamin C lakini haifyonzwi vizuri. Sababu kubwa ambayo unakuta vitamin C inakuwa haifyonzwi vizuri ndani ya mwili, huwa inasababishwa na sukari kuwa nyingi ndani ya mwili. Umeona? Au mtu anakuta anakula vyakula vya wanga 80% mpaka 90%, wewe vyakula vya wanga tu, ngano, sukari. Yaani akiamka asubuhi mandazi, keki, mchana wali, maharage, huo wali mwingi, malai kidogo, mboga majani kidogo, jioni chapati 4, sahani moja ya maharage. Yaani vitamin C unakuta ni ndogo sana, 80% mpaka 90% ya vyakula unavyoingiza ni wanga. Na pia vyakula vya wanga vikiingia ndani ya mwili vinabadilika, vinakuwa sukari, si ndio? Sukari aina ya glucose. Yes, wanga, ngano na sukari. Na pia mfumo wa sukari aina ya glucose ikiingia ndani ya mwili na pamoja na vitamin C umefanana sana. Sio hauko sawa, ila mfumo wa sukari ndani ya mwili jinsi unavyofyonzwa na mfumo wa sukari pia aina glucose ndani ya mwili umefanana sana. Ndio maana unakuta mwili kwenye kufyonza hivi vitu vile, kwa sababu vimefanana sana, mwili ukuta mara nyingi ukiwepo sukari hapa, ikiwepo na sukari aina glucose, ikiwepo na vitamin C ndani ya mwili, mwili unaanza kufyonza kwanza sukari glucose, unachukua glucose sukari, inaacha vitamin C. Ndio maana vyakula vitamin C unakuta unakula vitamin C lakini haitumiki na mwili, especially kwa wale watu ambao wenye kisukari au wanaoelekea kupata kisukari. Watu wenye kisukari au diabetic wana mapungufu makubwa sana ya vitamin C. Na pia watu ambao wanaelekea kupata kisukari au pre-diabetic pia unakuta wanapata mapungufu makubwa sana ya vitamin C, kwa sababu mwili unafyonza kwanza sukari, unaacha vitamin C. Umeona? Kwa hiyo ambao unakuta wenye kisukari au pre-diabetic au mtu anakula vyakula vya wanga vingi, kwanza kitu cha kwanza kabisa kuanza kuacha, inabidi uache kwanza kula vyakula vya sukari vyote, pamoja na matunda hata yenye sukari kama maembe, mapapai. Virutubisho vingi vya matunda vinapatikana kwenye mboga za majani. Kwa hiyo cha kwanza inabidi ukate sukari. Chakula cha pili ambacho tunawashauri watu, inabidi uache kula ngano, vyakula vya ngano, chapati, keki, biskuti, vyakula vya ngano, kwa sababu vyakula vya ngano pia vikiingia ndani ya mwili vinabadilika kuwa sukari haraka sana. Kwa chakula cha pili na kushauri uache ni ngano. Vyakula vinavyofuata ni wanga za kawaida ambazo tumezizoea kama ugali, wali, ndizi. Kuna jinsi tunakufundisha jinsi ya kula wanga, ambao unaanza kwanza na miligramu 250. Hauwezi kuacha ghafla. Sasa mwili umezoea muda mrefu sana kula vyakula vya wanga kutegemea kama chanzo cha energy. Japokuwa nitawaeleza zaidi topic nyingine ya kisukari, naomba muangalie page zangu nimeelezea, sitagusia sana hiyo topic leo. Leo niko na vitamin C na maongeo ya maumivu. Nikigusia huko nitapoteza muda sana. Kwa mwili unaweza kuwa unakula vyakula vya vitamin C lakini havifyonzi kutokana na uwepo wa sukari kwa nyingi ndani ya mwili, au unakula vyakula vya wanga ambavyo vingi vinabadilika kuwa sukari ndani ya mwili, kwa mwili unafyonza sukari kwanza, vitamin C inafanya kuwa ya mwisho. Kwa hiyo unabidi ukate sukari na ngano. Na pia uhifadhi wa vitamin C ndani ya mwili waga ni mdogo sana. Yaani uwezo wa vitamin C kukaa ndani ya mwili muda mrefu haikai, kwa sababu hii ni vitamin ambayo inakaa katika mfumo wa maji au water soluble. Kuna vitamins aina mbili, kuna fat soluble, kuna water soluble. Fat ni vitamin ambazo zinakaa kwa mfumo wa mafuta, zinakaa muda mrefu mwilini. Lakini zinazokaa katika mfumo wa maji zinakaa muda mfupi sana. Kama vitamin C ina uwezo kukaa mwilini kwa muda wa wiki 2. Usipokuwa vyakula vya vitamin C uhifadhi wake mwisho ni wiki 2. Inatoka 100, 90, 70, 20 mpaka ikifika 10%, 5 unaweza kuona dalili za vitamin C, dalili za vitamin C mapungufu unaanza kuziona nyingi. Na vitamin C pia nimekwambia inakaa katika mfumo wa maji na inapotea katika mfumo wa maji. Maana kila siku ukienda kukojoa vitamin C inapotea pia. Kila siku ukikojoa vitamin C inapotea. Ndio maana ni vitamin ambayo inabidi kila siku uingize, kwa sababu kila siku pia unakojoa. Na uhifadhi wake ni mwisho wiki 2 tu. Unakuwa unaanza kuona dalili zake za kuumwa za nyingi za vitamin C utaziona. Na ukitaka kujua maumivu yako ya viungo vya mwili yanaendana, maumivu yako ya viungo vya mwili yanaendana na mapungufu ya vitamin C, ukitaka kujua sababu nyingine moja hapo unaweza kutambua ni kwamba unakuwa na uchovu sana ndani ya mwili. Unakuwa na uchovu sana ndani ya mwili, maumivu unaoambatana na maumivu ya viungo pia. Uchovu wako unakuwa mkubwa ndani ya mwili, afu unaambatana na maumivu ya viungo au joint pain. Joint pain nasikia ni viungo maumivu vingi sana ya mwili. Unaona?
Maumivu mabega, sio mabega pia maungio ya mwili, unapata maumivu. Kwa ukitaka kujua vitamin C mapungufu, unakuja uchovu unaoambatana na maumivu ya viungo au joint pain, na pia kwa siku unabidi ufahamu kiwango gani cha siku mtu unatakiwa upate cha vitamin C. Recommended daily amount, RDA au recommended daily amount, ya kiwango cha vitamin C ambacho inatakiwa kwa siku mtu kula. Kiwango maalum kwa afya ambacho unatakiwa uingize katika mwili wako kama binadamu kwa siku inatakiwa miligramu 50 mpaka 80. Ambapo miligramu 50 mpaka 80, wakati chungwa moja ukila, chungwa moja lolote na miligramu 60 mpaka 80 za vitamin C. Kwa chungwa moja tu kwa siku na uwezo kupa miligramu 50 mpaka 80, ambayo ni sawa na kiwango kinachotakiwa kwa siku. Kwa mwanaume au mwanamke yote kwa siku anatakiwa ule chungwa moja kiafya. Of course una vyanzo vingine vya vitamin C, kwa sababu kwa mfano chungwa mtu mwenye kisukari au pre-diabetic haruhusiwi kutumia, hawezi kutumia mtu mwenye kisukari au mtu ambaye anatarajia kupata kisukari. Kwa kuna mbadala mwingine kama mboga za majani na nyama, na sio kila sehemu ya nyama yenye vitamin C. Ukifuatilia baadhi ya video zangu, kuna video zingine nimeelezea sehemu ya nyama ipi yenye vitamin C, sio makongolo kwamba ina vitamin C. Makongolo yana calcium, na sehemu za nyama kama sio unampelekea mtu paja la kuku, hata paja la kuku kienyeji halina vitamin C, lakini sasa ndo kabisa. Kwa hiyo ni sehemu maalum za nyama, baadhi ya video zangu nimeelezea, sina muda huo sasa hivi namalizia hili swala, lakini kuna video zangu kama unafuatilia nimeelezea tayari. Na pia kwa mtu ambaye anaumwa au kwa mtu ambaye tayari amepata maambukizi au ana stress sana au mtu ambaye ametoka kufanyia operation, kiwango chake cha vitamin C hawezi kuwa sawa na mtu ambaye haumwi. Yeye ina maana anahitaji vitamin C zaidi. Kwa mfano mtu mwenye maambukizi, ina maana anahitaji seli hai nyeupe, kwamba seli hai nyeupe zinakusanya vitamin C nyingi sana. Kwa hiyo akiwa anaumwa zinapambana sana, inatumika sana spidi ya kawaida tofauti na mtu asiyeumwa. Kwa hiyo kiwango hata cha kuingiza vitamin C lazima kiwe kingi zaidi. Kwa watu hao ambao mtu mwenye aliyefanywa surgery anataka kupona haraka au anaumwa ana stress, wao kwa siku kiwango cha vitamin C kinachotakiwa ni miligramu 200. Miligramu 200 ni sawa na kula chungwa 2 mpaka 3 kwa siku. Wakati chungwa moja na miligramu 50 mpaka 60 mpaka 80. Umeona? Kwa machungwa 3 kwa siku ndo anakaribia miligramu 200 miligramu kwa siku. Kwa mtu mwenye stress ya operation au anataka kufanywa surgery au mwenye maambukizi, mgonjwa, inabidi umpelekee machungwa. Mgonjwa akiwa hospitalini, kumbuka kumpelekea machungwa 3. Sio tu wali maharage na sio tu chipsi kuku. Na mpaka hapo ndugu zangu nadhani nimemaliza kwa leo. Kuna uhusiano mkubwa kati ya maumivu ya viungo vya mwili na vitamin C. Umejaribu vyote imeshindikana, kumbe unakuta ni solution dogo sana, unahitaji vitamin C. Na mpaka hapo nimetimiza wajibu wangu ndugu zangu katika swala la kusaidia jamii na Watanzania niliopewa na mamlaka ya Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kuna watu wengine unakuta wanaweza wakawa na kama mtu mwenye kisukari au mtu anayekaribia kupata kisukari, pia anaweza akafika tukamsaidia sukari yake karudi katika hali ya kawaida kabisa. Hapa 4How International Clinic tunatumia mfumo wa matibabu wa Kijapani na wa China zaidi. Umeona? Na hata pia vipimo tunatoa full body check-up kwa magonjwa yasiyoambukiza, na mashine inaonyesha tatizo unaloumwa sasa hivi, na mashine inaonyesha tatizo ambalo unaweza kupata mbeleni, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaumwa ghafla. Haya magonjwa yasiyoambukiza ambayo tunadili nayo sisi hapa mara nyingi, hakuna mtu anaumwa ghafla, anaanza polepole. Unakuta watu magonjwa yakitokea mbeleni hawafanyi check-up, hata mara moja kwa mwaka ufanye. Na sisi check-up yetu ni salama kabisa, haina madhara kwenye mwili, inakagua mwili mzima. Unakuta magonjwa yakitokea mbeleni ghafla watu wanahisi wamelogwa, kumbe sio hujalogwa ndugu yangu. Gonjwa kutoka unaanza miaka 20, 30 inachukua hata 10 kutokea. Umeona? Magonjwa yasiyoambukiza ndivyo yalivyo, lakini magonjwa kama yanayoambukiza kama malaria wiki hii unaweza kuipata, wiki ijayo ukapona, UTI, typhoid na kadhalika. Naitwa Dr. Chris ndugu yangu. Kwa mtu ambaye mwenye kisukari anaweza kafika 4How International Clinic tukakusaidia ukapona kabisa kisukari, unapona. Mwili unarudi katika hali ya kawaida, hata magonjwa ya pressure unaweza kupona kabisa. Na unaweza kutupa dawa ambazo tunakutumia muda fulani, muda mfupi, ili uweze kurudi katika hali ya kawaida. Baada ya kumaliza dawa, lazima tunakurudisha kutegemea chakula. Kwa sababu aidha ni dawa za hospitalini au dawa za pharmacy au supplements, zote takiwa utumie milele, zinatengenezwa hizo kutumia milele. Kitu ambacho pekee unaweza kutumia milele kwa ajili ya kujitibu na tunaweza kutegemea mabilioni ya miaka ni chakula.
na chakula ndio tiba ya kwanza Mwenyezi Mungu. Kwa tiba asilia, supplement, hata dawa za pharmacy au dawa za hospitalini zote ziko kwa ajili ya muda mfupi, sababu zile zina madhara. Hauwezi kuzifananisha na chakula au nutrition. Chakula kina maisha, kina support maisha, life inatokana na mother nature, Mungu mwenyewe asilia vyakula. Lakini hivi vingine hivi nilivyokutajia, hata dawa tiba asilia zina support maisha pia, zinatokana na asilia na Mwenyezi Mungu natural, lakini pia ni za muda mfupi, kwa sababu kutumia muda mrefu zinaweza kukuletea madhara pia. Umeona? Kuna kiwango maalum unakuwa unakupa kwa ajili ya kutatua tatizo fulani, then unarudi kwenye kutegemea chakula. Na tunaelekeza pia kuhusu aina ya vyakula. Na naitwa Dr. Chris ndugu yangu, na mimi ni mtumishi wa afya kwenye sekta ya afya chini ya Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana, Mungu awabariki sana, na Mwenyezi Mungu atubariki wote, maana bado tunahitaji baraka zake tukiwa tunapumua. Amina, amina.